Muda sasa tumekuwa tukilaumu fatty liver kuwa unasababishwa na vitu viwili, kwamba pombe, alcoholic fatty liver, na tuna fructose, sukari ambayo inaitwa non-alcoholic fatty liver. Lakini hakuna mtu ambaye ameongelea factor ya tatu, mafuta tunayotumia kila siku, mafuta ya mbegu. Fatty liver inamaanisha una uwepo wa mafuta mengi ambayo yamehifadhiwa kwenye seli zako za ini. Ini linafanya kazi kupita uwezo wake wa kawaida kwa sababu tu haya mafuta yanazuia mchakato wa ini kufanya kazi vizuri. Kumbuka ini ni organ muhimu zaidi, na ini likishaanza kupata shida, yani bahati mbaya huwa alistoi taarifa mapema, basi afya yako yote kwenye matatizo. Ini likishapata tatizo, metabolism yako inashuka, uwezo wako wa kufanya detoxing, hata hormones zako zinakuwa ziko stable. Ini lako maskini ya Mungu halijui kupiga kelele. Kunywa pombe linakaa kimya, unakula sukari kila kitu linakaa kimya, unakula chips kila siku linakaa kimya. Na nikisema sukari inakuwa na maanisha hiyo sukari wa kwenye matunda, sukari kwenye asali, sukari ya chai, hizi fructose itself, sukari kwenye keki, sukari kwenye pipi, kwenye soda, sukari kwenye juisi. Hivi vyote vinapelekea lipogenesis, nikiwa na maanisha mafuta kuanza kujitengeneza kwenye ini lako. Na kama nilivyosema, kuna kitu kimoja ambacho kinasauliwa, kitu ambacho kinawahukumu sana Wahindi, kitu ambacho wengi tukiongelea ni haya mafuta ambayo tunatumia kila siku. Na nitakutolea mfano tu wa Wahindi. Huku kwa Wahindi kuongeza mafuta kwenye chakula kinameremeta ni kawaida kwao. Kukaanga vyakula kabisa kwenye mafuta mengi ni kawaida kwao. Kula vyakula vya mitaani ambavyo vina mafuta kupitiliza ni kawaida. Hata ukiingia kwenye restaurant zao, ukija huko Posta, utagundua mafuta, yani unakula mboga, unakula chakula, mafuta yanaelea kabisa. Hakuna anayepima kile kiwango cha mafuta yanayoingia mwilini mwako kila siku. Lakini nitakupa tu hesabu ambayo huwa sipendi sana kuitumia. Kijiko kimoja cha mafuta ni sawa na calories 120. Just imagine umekula zile chipsi, ni sawa na vijiko vingapi? Umekula ile biliani lolo melemeta. And yet hawali mara moja, wanakula mara 2, mara 3, mara 4, mara 5, even mara 6, kwa sababu they have snack in between. Tunza as a glyceride, fast oxidation, inflammation ongezeka mwilini, ziwa goti anaanza, insulin resistance inakuja kuchochea tatizo kuwa gumu zaidi. Wahindi wanakula sana wanga, na wanga zao hawali bila kukaanga. Wahindi wanapikia mafuta mengi sana. Wengi hawana misuli, hawafanyi activities za kutosha, hawafanyi mazoezi, wanaishi maisha ya kukaa sana. Hata kulala kwao ni changamoto. It's normal kwao saa 8 mpaka saa 9. Yani ni wakati wengine mnaenda kulala, wao ndo kama kumekucha. I have a lot of friends huko, saa 4 anakuambia naenda out, saa 5 usiku anakuambia naenda out. Anala muda gani? Hivi vyote vinasababisha chronic stress kwenye matatizo zaidi kwenye ini. Kuna vitu vingine ambavyo vinaharibu ini, kwa mfano maisha ya kukaa, unywaji wa pombe, kula matakataka, hizi process, usingizi mzuri, kuvuta, ulaji wa mara kwa mara. So fatty liver sio tatizo tu la ulaji wa vyakula vyenye sukari au pombe, pia hata poor lifestyle. Sio lazima uwe mnene uwe na fatty liver. Kuna watu wembamba ni waona moja hivi, kilo zao ni 60, 50, lakini wana fatty liver. Ana kitambi fulani tu hivi, sio mnene kabisa. Habari nzuri ni kwamba fatty liver unaweza ukaireverse kama